Jeshi la Polisi mkoa wa Njombe kupitia operesheni na misako linaendelea kuimarisha usalama kwa kushirikiana na jamii katika kubaini, kuzuia na kutanzua uhalifu. Katika operesheni ambazo zimefanyika katika kipindi cha mwezi Aprili na mwanzoni mwa mwezi Mei mwaka 2026, Jeshi la Polisi mkoa wa Njombe limefanikiwa kuwakamata watuhumiwa 52 ambao wanatuhumiwa na matukio mbalimbali katika mauaji, wizi wa pikipiki, wizi pamoja na uvunjaji na ukiukwaji wa sheria za usalama barabarani. Jeshi la Polisi mkoa wa Njombe katika utekelezaji wake wa majukumu wa doria pamoja na misako limefanikiwa kumkamata mtuhumiwa wa mauaji ambaye anafahamika kwa jina la Oliver Leon Mgina. Huyu ana miaka 24, Mpangwa, mkazi wa kijiji cha Manga Lusitu, wilaya ya Ludewa, aliyekuwa anatafutwa kwa kosa la mauaji ya mtu ambaye ametambulika kwa jina la Lasenus Leon Mgina. Huyu ana miaka 27, ambaye ni kaka yake na huyu mtuhumiwa. Tukio hili la mauaji lilitokea siku ya tarehe 26 mwezi wa 11 2025, na mtuhumiwa alikuwa anaendelea kutafutwa na ndipo alipokamatwa. Aidha, Jeshi la Polisi katika mkoa wa Njombe huko katika kijiji cha Ngalawale, tarafa ya Mawengi, wilaya ya Ludewa na mkoa wa Njombe limefanikiwa kumkamata Thomas Steven Haule, miaka 30. Huyu ni Mpangwa, mkazi wa eneo la Chaugin, kwa kosa la kujifanya mfanyakazi wa kampuni ya Yas na kuingilia mifumo ya simu na kufanikiwa kupola fedha kwa mteja mmoja wapo ambaye anaitwa Cosmas Jacob Mtweve, miaka 32, kiasi cha shilingi 82,992. Pia katika wilaya hiyo ya Ludewa, Jeshi la Polisi limewakamata watu wawili ambao wanafahamika kwa majina ya Gerard Matei, huyu ana miaka 25, na Elisha John Kayombo, huyu ana miaka 23, wakiwa na pikipiki mbili ambazo hazina usajili, mali ambazo zinazaniwa kuwa ni za wizi, na watafikishwa mahakamani mara upelelezi wa shauri utakapokuwa umekamilika. Jeshi la Polisi linatoa wito kwa wananchi wa mkoa wa Njombe kuacha tabia ya kujichukulia sheria mkononi au kufanya uharibifu wa mali, kwani Jeshi la Polisi halitosita kumchukulia hatua mtu yoyote ambaye atabainika kutenda vitendo vya kihalifu, na litamfikisha mahakamani bila kumwonea aibu ili haki iweze kutendeka juu yake. Kuna sauti nyingi, lakini si zote zinasikika. Lakini kuna sehemu moja ambapo kila sauti ina thamani. Hapo ndipo ilipo Global TV, sauti ya wanyonge, mtetezi wa wasio na pa kusemea. Global TV ni YouTube channel inayopendwa na watu wengi. Una biashara? Chagua platform yenye watu halisi. Tangaza kupitia Global TV. Next level. Chukua hatua sasa.